Moja kwa moja, muda umekwenda kwa kweli. Wanaume wana wajibu upi kwenye kupinga ukatili wa kijinsia? Karibu sana. Asante. Kwanza na washukuru kama nilivyosema kuru nzima ya Mwangaza FM kwa kipindi chetu hichi. Wajibu wa wanaume katika kupinga ukatili wa kijinsia, kwanza kabisa wao wenyewe ni kuwa tayari kuto kujiingiza katika ukatili. Wao wenyewe wawe tayari kuto kujiingiza katika ukatili wa kijinsia. Lakini pili, wawe na ule muda na nafasi ya kukemea hili jambo mahala popote, ikiwa ni nyumbani au katika jamii tunazoishi. Lazima mwanamume asimame vizuri katika kuyakemea mambo haya. Lakini tunaona kwamba baadhi ya wanaume wao wenyewe wanachangia hayo mambo ya ukatili, na ndio maana nilisema kwamba wao wanaume wenyewe wawe tayari kuto kujiingiza katika masala haya ya ukatili wa kijinsia. Lakini pili, wawe tayari kuyapinga na kuyakemea mambo haya ya ukatili wa kijinsia. Naam. Sasa maisha yanatofautiana, kila mmoja kwenye familia yake anaishi kwa kanuni zake. Ndio. Kuna hili swala la kusema baba, kwa sababu ndio kichwa cha familia, baba ndo anakuwa kila kitu katika kuamua na kumwamulia mke wake kitu ambacho anakifanya. Mke wake anaweza akasema hili, yeye anataka hili kwa sababu tu ni kichwa cha familia, akaamua na vitu vingine. Kwenye hili lipoje? Katika hili pia ni tunajitahidi kutoa elimu kwamba kila mmoja ana nafasi yake ya kusimamia familia. Baba ana nafasi, lakini na mama ana nafasi yake. Sio kwamba mama hana nafasi, hapana. Ana nafasi ya kutoa maoni, ushauri, jambo lolote jema anaweza akaelekeza. Hivyo kila mmoja asimame katika nafasi yake kama ambavyo tunafundishwa, lakini isije ikawa kwa nafasi uliyokuwa nayo ikiwa sasa ni kiboko cha kumchapa mtu mwingine. Hapana. Sivyo hivyo. Na bwana Mikidadi, tunafundishwa kwamba almuslim man salima nasa min lisanihi wa yadi. Muislamu kamili ni yule ambaye imekuwa ni sababu ya kusalimika watu kutokana na shari ya ulimi wake na shari ya mikono yake. Kwa hivyo ulimi wako wewe kama baba utumie vizuri katika kuitengeneza familia. Lakini na wewe mama, kama kuna jambo unaelekezwa kulifanya ni jambo la kheri, basi lifanye. Haya, huu msuguano inawezekana unapatikana kwa sababu kila moja anatunisha msuli. Huyu anatunisha msuli, sasa ndio utakuta sababu anasema sasa mimi ndo baba wa familia nimesema. Sasa hiyo inakuwa familia hiyo haifiki mahala. Kwa hivyo kila moja asimame katika nafasi yake. Jambo hilo litakwenda na maisha yatakwenda vizuri kabisa. Sawa, 0735787820 unaweza kuchumbeza pia ukashiriki mjadala wetu hapa. Tunazungumza na kujadili leo wajibu wa wanaume katika kupinga ukatili wa kijinsia, lakini vile vile tutatazama njia za kuripoti na kusaidia bila kuhatarisha usalama. Tupo na mwenyekiti wa Juvikiba mkoa wa Dodoma, anaitwa Mahmud Ali Nkusa. Kuna familia mimi niliwahi kushuhudia, nadhani utatuweka sawa na kwa mtazamo wako pia. Mama anafanya kazi. Lakini baba vile vile naye anafanya kazi. Utaratibu aliyouweka baba ni kwamba katika ile kazi anatakiwa alipwe. Ilikuwa ni kama nakumbuka, ilikuwa ni kiasi cha shilingi 50,000. Yaani mama akishafanya kazi ampe baba ndo apange majukumu kwenye kile. Hii ipoje kwenye swala hili la maisha? Ni jambo jema ikiwa baba na mama wamepangiana majukumu kwamba mama fanya jukumu lako. Mantiki yangu ni kwamba je, inatafsirika kuwa ni ukatili ama ni sawa ile kuchukua pesa kwamba kupangiwa lazima? Sasa huo unawezekana ukao ni ukatili kwa sababu tayari unampa amri mke, japo katika mafundisho ya dini mwanamke yupo chini ya mwanamume. Arrijalu kawamuna ala nisa. Sawa, lakini kuna vitu ni vya maongezi tu kwamba mama anakuruhusu ukafanye kazi, lakini kuna 1, 2, 3 ili tuendeshe familia yetu. Wewe unachangia familia na mimi nachangia familia. Lakini pia kuna hili swala naongezea hapo
kwamba mama kazi anayoifanya ni ya kwake, lakini anayoifanya baba kazi hiyo ndo ya wote. Hilo nalo lipo, tumekumbana nalo. Kwamba ni sahihi, sio sawa sawa. Okay. Kwamba anachokifanya, biashara anayoifanya mama ni ya kwake na maslahi ni ya kwake yeye mwenyewe. Anachokifanya baba ndo cha familia yote. Hayo mambo pia yapo katika jamii. Kwa hivyo tunaweka sawa pande zote mbili, kwamba baba, kuna mahala mmeongea na mke wako, basi kile mnachokiingiza katika mapato kiingia katika familia. Na isitoshe, baba umefanya jukumu la kumruhusu mke wako kufanya kazi. Sasa wewe mama au mke usije ukawa unafanya na wewe ukatili, kwamba unachokifanya na biashara unayoifanya ni ya kwako na faida ni ya kwako tu, anachokifanya baba ndo cha wote. Hiyo sio sawa sawa. Kwa hivyo mkiamua kujenga familia kwa wote, basi jengeni familia kwa wote, sio kwa mtu fulani ndo ajenge familia, wewe ya kwako mwenyewe. Hili tunaliweka sawa kwa namna hiyo, isije kaonekana baba ndo baba tu. Kama wewe mama umeruhusiwa na baba kufanya kazi inayokuingizia kipato, basi nayo pia ichangie katika familia. Umeelewa? Tukifanya hivyo na tukaishi kwa namna hivyo, tutafika mbali. Sawa, tuzitazame sasa njia za kuripoti na kusaidia bila kuhatarisha usalama. Karibu hapo. Asante. Zipo namna nyingi za tunapoona mambo kama haya yakitokea. Zipo njia nyingi za kuripoti na mahala pa kuripoti papo. Kwanza, tukiona kuna jambo limetokea la ukatili, wazazi tunao. Kwa wale watoto, basi wazazi tunao. Lakini viongozi wa dini pia wapo, ambao unaweza ukalifikisha jambo lako. Unafanyiwa ukatili, basi unaweza ukafikisha jambo lako huko. Sawa, viongozi wa dini. Lakini pia serikali nayo ipo. Wenye viti, watendaji wa mitaa huko wapo. Polisi huko, madawati ya ukatili yapo huko. Kwa hiyo ni sehemu ambazo unaweza ukafikisha taarifa yako na ikaweza kusaidiwa na kufanyiwa kazi vizuri tu, na jambo likaenda vizuri na siri itafichwa. Unajua watu wengi wanaofanyiwa ukatili wanahisi wakienda huko, sasa mimi jamii itanionaje? Kwa hiyo mtu anakaa tu na lile jambo moyoni wakati anaumia. Lakini sehemu zipo nyingi za kufikisha jambo hilo likiwa limetokea, ili liweze kufanyiwa kazi na mambo yaweze kwenda vizuri. Naam. Sawa, 0735787820. Muda umekwenda kwa kweli. Unaweza kuzungumza na sisi hapa kwa kututumia message ama kutupigia vile vile, ukaingia kwenye mjadala wetu ambao tunazungumza leo, na tumejadili na kugusia wajibu wa wanaume katika kupinga ukatili wa kijinsia, lakini vile vile mwenyekiti amegusa na kuzitanabaisha njia tofauti za kuripoti na kusaidia bila kuhatarisha usalama. Kwanza huyu hapa ambaye anaungana na sisi. Hello. 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 Tupigie tena kupitia 0735787820. Hello. Sawa, pole sana. Mama Samira anasema mimi mume wangu anarudi usiku, lakini nikimwambia aache tabia anasema ndo kichwa cha familia. Je, hapo unaonaje? Shehe ameandika hivyo. Nashukuru. Hello. Habari yako? Salama, kwema. Kwema, nani kutoka wapi? Karibu kwa mchango wako. Napiga simu kutoka Itigi Kianju, hii naitwa Hamisi. Karibu. Nataka nichangie jambo la ukatili. Ukatili ina maana mimi nimeoa, nina familia. Niko na mke wangu, tunaishi bila shida. Shida mbalimbali zikitokea, kwa mfano na maana mzunguko ukitokea kwenye upande wa kwangu tunashiriki vizuri. Ukipatikana mzunguko wa upande wa kwake tunashiriki vizuri, lakini inatokea
siku na muda, ina maana yani shida ya mwenzangu ina maana imetokea kwao, ina maana baadaye, ina maana ile shida inatakiwa itolewe, labda kama ni mchango, labda shilingi kadhaa mtoe ili kazi hiyo ipitike. Lakini ndani ya pale, ina maana pale ninashiriki bila shida, ina maana natoa mchango bila shida, unafika bila shida. Lakini kule ambaye zinafika zile hela kama ni mchango, ina maana wanalazimisha, ina maana kwa mfano labda paka afike na mtoto wao kule, alafu vile vile unakuta labda sisi nyumbani hakuna nafasi hiyo, alafu vile vile na kufikia muda wanaposti. Swali lako ni lipi? Swali langu ina maana lile, ina maana sio kama ukatili, kwa sababu ina maana sisi tumepanga, ina maana hela iende tu, sisi tusifike, alafu vile vile inaonekana hatutaki kufika, ina maana mwenye mji ana force, ina maana tuende. Huo sio ukatili? Haya, asante. Mama Ana anauliza, anasema mimi nimekatazwa kufanya kazi na mume wangu, na hapo mtaalamu ametuambia ni muhimu wote kusaidiana kwenye maisha. Je, huo sio ukatili? Haya, asante. Anasema mnapozungumzia wajibu wa wanaume, lakini vile vile mguse na wajibu wa wanawake. Mimi mke wangu huwa anipikii vizuri, lakini kwa watu wengine anapika vizuri, nasikia tu sifa zake. Je, huo sio ukatili? Francis huyo kutokea Kizota. Salama, nani kutoka wapi? Karibu kwa mchango wako. Asante hapa. Karibu. Asante. Masuala ya ukatili bwana, imezidiwa sana na wanawake. Nakuta sisi wanaume tunatoka kama mafundi, tunatoka tunaenda kujenga mabali, tunarudi tunakuta hali imebadilika. Nakuta mke wako labda mjamzito, au nakuta labda anawasiliana na watu wengine, ukishatoka najua kabisa umetoka, unarudi labda mwezi ujao, anakuwa sasa anaingiza mwanaume ndani. Sasa hiyo nakuwa ukatili, naona mimi umezidiwa sana na watu. Tunajibana sisi kule hatuli, lakini ukija nyumbani badala uje na furaha, unakuta mabadiliko nyumbani. Sasa hiyo tunakuwa ukatili huo. Maana sisi wanaume sio tufanye ukatili, tunaenda kule tunajiamini, tunakutana na wazuri kweli kuliko za mke wako, lakini unajitunza kule. Sasa huyu unakuta mwanamke ana tabia mbaya, au sisi tunajibana, tuna maisha magumu kule, au unakuta familia haina mwelekeo. Naomba hapo anijibu hapo kimanoshimia hapo. Je, tunafanyia sahihi hiyo sisi wanaume hapo? Asante. Shukrani. Nasema Mungu akubariki shehe kwa nasaha nzuri. Ili maisha yaweze kwenda lazima tupeane subra. Sawa, anasema unapozungumzia wajibu wa wanaume, lakini vile vile okay, sawa, sijakuelewa. Anasema kwenye kuripoti, mimi naomba nitoe dukuduku langu. Mimi naitwa Jackson. Mke wangu ana tabia ya kutangaza ya ndani, haripoti sehemu sahihi. Kila mmoja akikutana naye anamwambia na kumhadithia. Hii imekaaje? Maana watu wanashinda kutofahamu kila kitu kwa sababu ya yeye kututangaza. Sawa. Asante Miki, asante. Kipindi ni kizuri, nimepata elimu na nimeelewa, na wasikiliza hapa kutokea Majengo sokoni. Haya, asante, shukrani. Anasema okay, sawa. Asante, sawa, shukrani. Anasema Emi, najaribu kupiga simu haipatikani. Sawa, jaribu tena labda mtandao. Okay, sawa, huyu okay, tunashukuru. Turudia kututajia namba, Emi wakumbushe. 0735787820. Sawa, naomba kuuliza, kwa mfano mmegombana na mkaenda kupeleka shauri lenu labda kwa viongozi wa dini, lakini mke anaendelea kumpigia simu yule kiongozi wa dini akitaka kufanya makosa yawe kwangu. Hili lipoje? Sawa. Sawa, kutokana na muda, yes, asante. Karibu. Kutokana na muda tupitie hayo, alafu kama muda ukiruhusu tutarudi tena huku. Na nashukuru sana ndugu mtangazaji, ni ajibu haya machache ambayo Mwenyezi Mungu ataniwezesha. Kuna yule ndugu yetu wa kwanza
anasema mume wake anarudi nyumbani usiku mwingi na akiulizwa anasema mimi ndo kichwa cha familia. Sawa ili kama tulivyosema, unajua ndoa ni maridhiano ya watu wawili. Sisi tunasema kama anarudi usiku kwa sababu ya majukumu yake ya kutafuta riziki, kuna watu wanafanya kazi zao mpaka usiku, ni jambo jema, ni jambo jema. Kama anafanya kazi zake na anarudi muda huo ni jambo, lakini muda mwingine ndo maana tumesema kuna matamshi yawe mazuri. Hata kama umechelewa kurudi nyumbani kwa sababu ya dharura au ulikuwa na mambo yako, basi ziwepo kauli nzuri kidogo. Hilo ni jambo ambalo tunapenda kulihusia na kulisema kila mara. Lakini pia bwana huyu Hamisi anasema yeye tunaishi vizuri tu na anaishi vizuri na mke wake na mambo yanakwenda vizuri. Sisi tunaombea Mungu maisha yaendelee na kuwa mazuri hivyo hivyo. Changamoto ndogo ndogo basi ni kuzizungumza ndani ya nyumba. Lakini kuna huyu anasema kufanya kazi kwa mwanamke ni mwanamke anayekatazwa kufanya kazi ni ukatili. Sisi kama viongozi wa dini kuna muda ambao tunasema na kama nilivyoeleza hapo nyuma kwamba haya ni mazungumzo ya watu wawili kati ya mke na mume. Ikiwa mmekubaliana kwamba mwanamume akakuruhusu kwenda kufanya kazi, nenda ukafanye. Lakini muda mwingine kwa sababu al-ummu madrasa, mama ndiyo kichwa, ndo mlezi wa familia hasa. Japo walezi ni wote, lakini mama anakuwa yupo karibu sana na familia yake. Mkiongea ukaruhusiwa kwenda kufanya kazi, nenda ukafanye kazi. Na ikionekana kwamba yule mume kuna maslahi pale nyumbani ameona ya kubaki wewe pale nyumbani, usilazimishe. Ukifanya hivyo utakuwa unaleta sasa changamoto katika familia yako. Lakini pia kuna huyu naye anasema yeye akitoka kwenda kazini, mke wake huko nyuma anawakaribisha wanaume nyumbani kwake. Ili si jambo zuri sana, ni jambo ambalo linaweza kwenda kuiharibu ndoa yako. Ni vizuri kuilinda ndoa yako na watu ambao si wazuri. Nikisema hivi sisi ni watu wazima, tunaelewa wale rafiki wa kawaida na kuna watu wazuri tu, hakuna shida. Sasa mpaka imefika mume, sasa imefika kwamba watu fulani mbona wanakuja nyumbani kwangu, na wale watu inawezekana kuna jambo ambalo analiona linaweza likafanyika si zuri. Basi mume akisema basi kuna watu fulani achana nao. Inawezekana kuna uchunguzi aliyoufanya, mwenendo ukao sio mzuri, basi hebu usifanye hivyo wewe dada yetu, ili uweze kuilinda ndoa yako. Lakini pia huyu anasema mke kuendelea kumpigia simu kiongozi ambaye wameenda kusuluhishwa, alafu baada ya hapo anampigia simu nje huko, si sura nzuri. Likishafika jambo kwa kiongozi wa dini au kwa kiongozi yeyote, basi wao watakuwa wamelikamata jambo na watalifanyia kazi kwa namna ambavyo inatakiwa. Sababu huko katika viongozi wa dini kuna mabaraza ya usuluhishi. Kwa hivyo itakuwa si kama kulikuwa na jambo jema tu wanaongea, hatuwezi kumkataza. Lakini sio kuanza tena kusema mimi ndo nipo vizuri, yule mume wangu hayuko vizuri. Wale viongozi wa dini na wao wanajua, kwa sababu si wamesikiliza kesi na wanajua huyu ana makosa, huyu hana makosa. Kwa hivyo mtu asijisafishe peke yake baada ya kuwa kesi imeshaisha labda, alafu watu wamerudi, mtu anapiga simu, bwana yule pande zote mbili sasa, yule mke wangu yule ana matatizo sana yule. Si mmeshasikilizwa tayari, jambo limeisha. Au wewe mwanamke ukawa unapiga simu, bwana yule mume wangu ana shida yule, ulimuona pale namna alivyokuwa. Hilo halifai. Na viongozi wa dini wanafanya kazi yao. Ikiwa kesi kama hizo zimefika, wanazimaliza. Zipo ambazo zinashindikana, zinapandishwa ngazi ya juu na mambo yanakwenda vizuri. Nadhani haya ambayo nimeona ni ajibu kwa namna hiyo.
Asante, tunakushukuru sana. Shukrani sana. Tumezungumza na kujadili masuala mbalimbali ya kifamilia na tukilenga ukatili ili mambo yaweze kwenda vizuri. Tunakushukuru sana mwenyekiti wa Juvikiba mkoa wa Dodoma, Sheikh Mahmud Ali Mkusa kwa kufika siku hii leo. Asante sana. Asante. Na mwisho kabisa ni washukuru shirika hili la ADRA ambalo wao wanatujengea uwezo kwa namna kama hivi kufika katika studio hizi za Mwangaza na sehemu nyingine. Wao wanatujengea uwezo wa kufika sehemu kama hizi, hivyo tunawashukuru sana kwa sababu ya kutuwezesha kama hivi. Mwenyezi Mungu awajalie waendelee hivi ili watu waendeleze kufikisha elimu ya ukatili au kupinga ukatili wa kijinsia. Nashukuru sana. Asante sana.